Majira ya saa 2:28 asubuhi tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto, tukitaarifiwa kwamba kuna mmoja wa chumba cha hostel cha chuo kikuu cha Science MUST Mbeya kilikuwa kinawaka moto. Tuliweza kufika eneo la tukio. Ni kweli tukabaini uwepo wa tukio hilo ambalo kulikuwa kwenye hostel ambayo inaitwa block namba 8C, ambao miongoni mwa chumba chake kimoja ambao kiko ground floor kilikuwa kinawaka moto. Tuliudhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine na tukafanikiwa kufanya hivyo. Chanzo cha moto huo, taarifa za awali inaonyesha ni coil heater ambao mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ili waweze kuoga. Najua wote tunafahamu kwamba mkoa wa Mbeya una baridi sana. Kwa hiyo walikuwa wanachemshia maji ili waweze kupata maji ya moto ili waweze kuoga. Lakini kwa bahati mbaya ikapata short, na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto kashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Madhara ambayo yamepatikana ni kuungua kwa baadhi ya vitu vya wanafunzi ikiwemo nguo zao, madaftari na kompyuta mpakato 2 ambazo wanafunzi walikuwa wanazitumia, vitanda pamoja na hayo magodoro ambayo walikuwa wanatumia wanafunzi kulalia. Kwa wito wetu kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya, kwanza uongozi wa chuo uhakikishe kwamba unafanya ukaguzi wa mara kwa mara kubaini kama wanafunzi wana vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara ya moto kama ambavyo imetokea hapa. Lakini jambo la pili, tumeelekeza wanafunzi wahakikishe kwamba wanakuwa walinzi wa mali zao, kwa sababu sio kwamba tu wanaweza kupata madhara wao, lakini hata zile mali zao. Tunaona sasa hivi wanaendelea na mitihani, lakini vitabu vyao, wengine kompyuta zao mpakato zimeweza kuathirika na moto, kitu ambacho kwa namna moja nyingine inaweza kuwaathiri kwenye masomo yao. Kwa upande wa binadamu tumepata madhara kidogo ya mwanafunzi mmoja ambaye ni miongoni mwa waliokuwa wanakaa kwenye chumba, nadhani amepata mshtuko mdogo, na bahati mbaya ndio mwanafunzi ambaye alikuwepo wakati lile tukio linatokea. Kwa hiyo nadhani kutokana na zile taarifa mshtuko ameupata, lakini ameweza kukimbizwa zahanati ya chuo hapa, na taarifa tulizonazo kwamba anaendelea vizuri. Kuna timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya Jeshi la Zimamoto kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha ile tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu siku za usoni tufanye nini kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata. Na kwa wale basi ambao chumba kile moto ulikoanzia pamoja na kile chumba cha juu pale tumeisha wabainisha, na nafikiri mtaelezwa taratibu namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida. Lakini basi kama management pia tumeona kwamba wote ambao mnakaa wing hii utaratibu unafanyika, tutawahamishia kule hostel mpya. Kama mnavyoona basi limeshafika pale, mtaelekezwa utaratibu wa namna mtakavyotoka hapa, mtakavyoingia ndani chumba kimoja kimoja. Wale members wa chumba mtaingia, mtachukua vitu vyenu. Baada ya kuangalia ni nini ambacho kipo na kadhalika, mtaelezwa ili tuweze basi kuhamishia kule na tuweze kuona taratibu zingine. Na kwa wale ambao pengine mlikuwa na testi leo, ambao ni wakazi wa jengo hili, ambao pengine mmeathirika na testi hizo, DVC Academic huko hapa atatoa utaratibu wa namna gani msaidiwe ili basi msiweze kuathirika kwenye masomo yenu pia. Ukiwa unanyosha tu hivi kinafyatuka kile. Hata si hapo tukule hii hapa hata hivi kinafyatuka. Kwa hiyo maana yote itusaidie. Sawa. Lakini pia tunaomba pia milango ya huko nyuma mtusaidie iwe wazi. Kwa kama leo imetokea shida wote tumetokea huko, kuna mwingine ameingika huko ameumia na nini. Kwa hiyo tunaomba na ile milango pia hiyo inakuwa wazi.